Kwa hiyo ule mke umweshe nyumbani tu, starehe yake kwenda kufanya kitendo cha kaumu Luti. Haoni raha mpaka kama alivyonena Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika alama za kiyama, iktifau rijal birrijal wa iktifau nisa bin nisa. Wanaume kutoshezeshana haja kingono, kimapenzi wao kwa wao, ikawa mume ladha yake kustarehe na mume mwendani wake. Mwenyezi Mungu atuepushe na janga kama hili, laana kubwa hini. Waktifau nisa bin nisa, na wanawake kawa hawatibiki mpaka wastarehe wao kwa wao. Malesbian, watu waovu katika mujtamai, ni watu watakawapigwe zita, ni watu watakawatengwe, ni watu watakawaepukwe. Tusiwe na urafiki na wao, tusiwe na ukuruba na wao. Hakikisha wewe binti yako, hakikisha mke wako asiwe na rafiki na mtu kama huyu. Na yeo katika tatizo ni kwamba wale wanaowafanya watu hawatengwi, wale wanaofanywa ndio hutengwa, na haya ni makosa. Utakuta katika jamii kosa kubwa sana ni kuwa ule faili, ule afanyao kile kitendo cha kaumu Luti hatengwi katika jamii, wala mtu haoni uovu kukaa na yeye, lakini ule afanywaye kila mmoja huona uovu. Na lao si ule mwenye kufanya, hakungepatikana mwenye kufanywa, hakuna akuwao akazaliwa ameshakuwa ni kaumu Luti, ni homosexual, hakuna. Kwa lugha ya wengine ieleke wao, yani mtu akawa ni msenge, hakuna zaliwao, ila kuna wenye kumfanya mpaka akawa hali namna ile. Lakini ikawa huyu sasa atatengwa katika jamii, na ule alosababisha huyu akawa namna hii hatengwi. Mtu kawa haoni haya kufuatana na ule, lakini lao akakusimamisha huyu akakwambia naomba lifti, utakucha kumuingiza garini ili usidhaniwe wewe ni mwovu. Kwa nini huyu alomfanya mpaka huyu akawa namna hii, ikawa wewe humtengi, humweki kando, huimbali na yeye? La, ndo wakajiona wao kama si wakosa, hawahisi kwamba wao wana makosa, sababu jamii hawakubali. Lakini wale wengine miskini jamii hawatenga, na wale ovu lile lilisababishwa na hawa, na wakawa bado hawa waovu zaidi, wakabuni na wengine, ikawa hawakutosheka na wale hawa mpitiwa na muda, tutaka sasa mabikra, nasallallahu salama wa afya, tutaka wengine ambao hawayaanda tuwaande. Kwa hiyo ovu sengine hendelea mpaka likawa kwa jamii, ule mtazamo muovu wa kutazama jamii ndo hukithirisha lile ovu. Lakini ingekuwa watengwa, hawa wapenda kufanya watu, hawa ndio wanaubuni watu katika kitendo cha homosexual, katika kitendo cha liwati, jinsia moja, basi hawa tuwatenge, hawa tuweke kando. Lakini sisi la tuwatenga wanaofanywa, wawafanyao wabunio hatuwatengi, la, ni makosa. Kadhalika katika wanawake malesbian, wale vijana tukaona wa mabanati, tukaambiwa hichi kijana cha fulani, hichi kieshewe na fulani, hichi hustareheshwa na fulani, tutakitukia kile kijana, lakini ule alomfanyia itendo kama kile hatukiwi, ni makosa. Kwa hiyo hawa ni watu waovu. Kwa hiyo moja katika sababu ambao kwamba husababisha ni mke kwenda kinyume ni mume kuwa yeye hamthamini mkewe, hamtimizii matakwa ya kijinsia. Kadhalika hana wakati, mume hana wakati. Mume akitoka nyumbani hamu yake ni kazini, kazi akirudi nyumbani hamu yake ni kazi. Huwa hamfikiri ule mke akalala, mume yeye uko bado uko kwenye kompyuta, uko kwenye tab, uko kwenye simu, wasiliana na huyu na huyu, hufuatilia kazi. Siku hupita namna hiyo, ule kijana cha watu wewe umemuoa kwa lipi? Hakukwambia yeye amekosa kula, kwao pengine alikula uzuri kushinda huku, kwao pengine akitandikiwa huku hutandika, kwao alikipikiwa huku hupika, kwao alikifuliwa huku hufua, kwao alikilishwa huku hula. Mtafauti. Lakini kuna yambo kule kwao hawezi kulipata. Sura wazazi watakavyokumpenda, sura ndugu watakavyokumpenda, kuna msaada hawezi kumfanyia mpaka afanyiwe na mtu alokuwa ni ajnabi yake, na yeye kwa kupitia ndoa. Wewe umekwenda kumuoa, kwa nini usimtimizie haja kama hiyo? Usione kila aloolewa shida yake ni chakula na kuvalishwa. La, kuna wengine pengine kwao kila bora zaidi. Kwa hiyo wewe mume uifanyao ni mashughuli,
huna hamu, au pengine unayo hamu lakini hukuvutiwa na ule mke, basi muate akapate mwingine atamvutia. Mtume SAW atuambia ukitukiwa na tabia, kuna mwendani wako ataipenda tabia kama ile, ataipenda kwake yeye ni nzuri. Au ukitukia tabia hini, angalia nyingine pengine ni nzuri, uifinike hini, lakini ni makosa. Imam Shafi anena ni haramu mwanamume kuketi na mkewe, mume kuketi na mkewe siku 4 min duni an yaghshaha, bila ya kumkurubia. Siku 4 mfululizo usimkurubia hata siku moja, haifai. Wewe uketizie naye wiki, mwezi, humuulizi, mwalala kama watu ambao muteshe, haifai. Kadhalika kuna wengine waketizie na wake zao miezi 3, miezi 4 hawajibizani salamu. Kwa nini hamufikii katika suluhisho ambalo kwamba ni suluhisho kwa walokosa suluhisho? Kila mmoja ampe nafasi mwendani wake, amwambie bwana, mpaka sasa iliposikilia mimi haikuwekelea kuwa ni mume wako na wewe hukuwekelea kuwa ni mke wangu. Kwa hiyo kwa hali kama hini, nsie nikakufikisha wewe ukafanya makosa. Haswa sisi wanaume kwamba tuna kipengee cha kwenda kuweza kuoa mwingine. Mke hana nafasi hiyo. Wewe una wengine huko nde, hukumalizia watari yako, hukumalizia matamanio yako, yeye amaliziwe na nani? Kwa hiyo hini ni khiana wa mukhini wewe. Wewe ukia uifanya umechoka, kumbe kutoka kwenyewe watoka kuswali tahajudi sehemu nyingine. Ni makosa. Mfikirie na huyu mwendani wako. Walizaujika alayka haq, mkeo naye ana haki, mtekelezee haki yake. Kwa hiyo sababu ambazo nyingine sisi tunasababisha ni sisi wenyewe kuwasababishia wake zetu usafiri, wewe nyaka na zikaka, na hali ya kuwa wamuyua mkeo ulipokuwa uko wewe mambo kazi. Mkeo ulipokuwa uko wewe siku 2 hakupi nafasi, yeye uende miaka 2 ukasafiri, na yeye pengine akwambie mimi naweza kusubiri na ndaa lakini siwezi kusubiri na matamaniwa. Haifai. Usimsababishie mtu. La takun aunan lishaitani, usiwe ni msaada. Mtume SAW alimkataza sahaba kuwa usiwe ni msaada wa shetani. Ukayua mimi na wata nimpendia mzuka kitoto, hufai. Tuzibe ule mlango wa kusababisha makosa. Kadhalika, iwapo ikiwa umeona kwamba wewe humtoshelezi ule mke, ni haki ya kumwambia mke wangu, mimi huu ndio uweza wangu, hadhihi qismatun fima amliku, hichi ndio kiawanyo changu ninachokiweza mimi, na naona kama mimi sikufikishi pale patakiwapo. Kwa hiyo ukiona kwamba wewe wahitajia kufikishwa mahala pazuri zaidi, naona itabidi tuepukane, sababu sikukhini nikakuata wewe watamani mazuri kama wengine wayapatayo na kwangu huyapati. Kuna wengine watashukuru, kuna wengine hawatoshukuru. Hasa angalia hikma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotuambia tuwe mwanamwali, fa innahunna ardha bil yasir, wasichana huridhia kile hali utakacho kumpa wewe. Lakini ule mke mkuu, wewe umekwenda kuoa mke mkuu, huyui mwendani wako alikimlisha kilo ngapi, wewe yeo henda kumpa hata kilo haisikili, kumbe yale kipoa kilo na zaidi. Kumfanya akhini ni kupi? Kwa hiyo ikiwa umeona kwamba humfikishi baada ya utafiti, baada ya uelezano, ule ni mkeo, hakuna limit wewe na yeye mazungumzo, ni haki usimuate ukamsababishia akaenda akakukhini. Kadhalika kuna sababu ambazo kwamba huisababishia wao wenyewe wanawake. Kubwa katika sababu kama hizi ni upungufu wa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Urongo. Hata kama mwanamume ukukhini, mwanamume hakuangalii, ikiwa humcha Mungu, sababu kuna ambaye hayaolewa sasa, hana mume, atamani, lakini hofu ndo ya yeye aate uchafu wa lile zina.
Kwa hiyo na wewe mkumbuke Mwenyezi Mungu, muogope Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, usikurubie tendo kama hili. Kumbuka maukifu ya siku ya Kiyama, maukifu maovu sana, maukifu ambao kwamba yatakuwa na fedheha sana. Wanawake ambao kwamba mara nyingi huendea kinyume waume zao, kuna sababu ambazo kwamba husababisha hawa wanawake mpaka kuweza kufanya tendo kama hili. Na kuna university ambayo kwamba iko Sao Paulo, Brazili, yaitwa Mackenzie University, ilifanya research yake kuangalia kwa nini wanawake wameolewa na wakaweza kuendea waume kinyume waume zao. Hawa si Waislamu. Lakini kwa nini tuna matatizo kama hili? Wasokuwa Waislamu wameliona ni tatizo. Kwa nini tatizo kama hili limeenea siku hizi? Imekuwa ni fashion. Mtu kuwa na yeye uozewe na bado una waume badala ya mume. Badala ule mume alomuoa ukwambia huyu mume wa chakula, huyu mume wa simu wa kuntilia credit, huyu ni mume wa mavazi, huyu ni mume wa mapando wa kununulia gari, na gari huyu wa kuntilia mafuta. Nasallallahu salamata wal afia. Wakafanya utafiti wao kuangalia sababu gani ziwapeke yao wanawake kuendea kinyume waume zao. Kuna mambo gani? Wakapata kwamba kuna aina 12 ya mambo ambayo kwamba, na haya la ala sabili al-ihsa, ala sabili al-hasri, kwamba ni haya tu, la ni mengi, lakini wao waliyapata haya mambo 12. Wakapata haya ndio mara nyingi wanawake huwasababisha wakaendea kinyume waume zao. Mwanamke wa kwanza, almar'atu allati ladaiha adadun kabirun min al-asdiqa'i dhukur, mwanamke ambaye kwamba ana marafiki wengi wanaume. Mwanamke ni aibu kuwa social kwa wanaume. Kuna wanawake wengine huifakhiri kwambia, hunijui mimi maarufu sana, mimi najulikana sana, wanaume wote hapa waniua mimi. Waitukana wewe. Mwanamke si sifa kujulikana, mwanamke hujulikana kwa dharura, hajulikani kwa haja. Upi ule mume wake amekufa yuzi, mume wake ni fulani mpaka akaekezwa, simjui mwanamke huyo. Kila ikiwekezwa wewe kujulikana hujulikani, wewe ndio mwanamke bora. Na hili ni suala alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alimuuliza Sayyidatuna Fatima, akamuuliza, sikiza wewe mwanamume ambaye kwamba una mabinti nyumbani kwako, na wewe mke au wewe mwanamke, wewe mama, sikiza hili suala aliulizwa Sayyidatuna Fatima na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alimuuliza swala gani? Ni jambo gani bora kwa mwanamke? Jambo bora ambalo ni bora sana kwa mwanamke ni jambo gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam amuuliza binti yake Fatima. Sijui wewe jawabu la Fatima utalifurahia, au utaona Fatima amekunyanyasa, au utaona Fatima hakuishi maisha ulioishi wewe. Wewe umelelewa, umesoma university hodari, wewe umesoma skuli, yeye hakusoma hata chekechea, hakusoma hata nasari, hakusoma hata playgroup. Fatima hakuendelea. Fatima amewa nyumba ya Mtume tu. Hakuelewa nyumba gani? Amepambana na maprofesa gani? Amesomea gani? Hakuona ulimwengu bwana. Sikiza basi. Kisha siku ya Kiyama tafuta mwanamke kuwa karibu na yeye. Ikiwa waona hili jawabu lake si zuri, tafuta mke ambaye utakuwa mwanamke ambaye kwamba ni wamuona wewe ni bora uwe karibu na yeye. Lakini kama ni Sayyidatuna Fatima huwezi kuwa karibu na yeye, sababu yeye jawabu lake ni hili. Ikiwa walipenda basi minal faizina, amwambia khairul lilmar'ati alla tara rajula wa alla yaraha rajulu, bora kwa mwanamke ni mwanamke asimuone mwanamume, yani mwanamke asitazame wanaume. Sio mwanamke wewe kila mwanamume atakumuiwa wewe. Na yule mvipi? Na yule nani? Na ule nani? Na yule history yake ni vipi? Na yule mwanamume vipi? Kama namjua yule mwanamume yule, kama wamjua humjui usimjue. Una umuhimu gani ukutaka kumuiwa wewe? Lipi la umuhimu wataka kumuiwa mwanamume? Wewe muiwe mumeo, tosha. Waiwe wanao,
waiwe wale watu ambao kwamba wameruhusiwa kwako wewe kuwasalimia, wale ambao kwamba hawafai kukuoa. Wanaume wengine mbona huu simjui, huu ndio nani? Na wengine wapenda namna hiyo, wakimwona mume wake amekuja na mtu, nani yule ankuja? Alokuya ni nani? Watakiani wewe watakiani kuoa waume? Bora kwa mwanamke alla tara rajul, kumuona, usimuone mwanamume, usimuangalie. Je, kumuulizia? Je, kumuyua? Je, kuyuana na yeye? Hilo ni kubwa zaidi. Wa alla yaraha rajulu, na asionekane na mwanamume. Usionekane wewe, uenda kuionesha aswa, ukasimama na kwenye mitingi, usimama na kwenye majukwaa, ukasimama na kwenye hili na hili, ukaitangaza kwenye Facebook, kwenye Twitter, kwenye Instagram, kwenye sijui nini, kwenye YouTube. La haula wala quwwata illa billah. Haya imeondoka, kwa hakuna thamani. Lakini bwana, lazima bwana, sasa tukikaa tu ndani umma wapotea. Kwani lazima we muhimu nkufikisha maalumati, nkufikisha sura zako, usitambulikane, ifinike. Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Hakukatazwa kuzungumza, lakini min wara'i hijab. Lakini wewe yeo umeipamba uso wazi, umeitia na urembo, ati watakuokoa umma. Wewe utakuangamiza umma, utakuokoa umma? Mrongo wahid. Kama ulikuwa utakuokoa umma, ungefuata mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sababu moja ambayo kwamba huwafanya wanawake waende kinyume waume zao ni kuwa na marafiki wingi. Kuwa na marafiki wingi husababisha vipi?